Bitcoin imepanda tena. Kwa hiyo wale walionunua mapema wametajirika na wanafurahia, lakini wale ambao bado, guess what, wanajilaumu. Kwa maana miaka 10 tu iliyopita Bitcoin moja ilikuwa ni shilingi 3000. Lakini leo hii Bitcoin moja sio chini ya shilingi milioni 200. Lakini usijali, kama wewe ni mgeni kwenye dunia ya crypto au unataka kununua Bitcoin ukiwa hapa Tanzania, leo nitakupa njia 5 rahisi za kufanya hivyo. Kabla tujaanza, kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, naomba ulike video, usubscribe, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza usinione tena na ukakosa mafunzo ambayo nitakuwa natoa kuhusiana na Bitcoin na cryptocurrencies na jinsi gani unaweza kutengeneza fedha kupitia sarafu hizi za mitandaoni. Njia ya kwanza ya kununua Bitcoin ni rahisi na inafahamika sana, inaitwa P2P au peer to peer. Hii maana yake ni kwamba unapata Bitcoin directly kutoka kwa mtu. So ni kama vile tu ambavyo unakuwa unaenda pale Kariakoo kununua bidhaa, unanunua moja kwa moja kwa mtu, unamlipa, anakupa bidhaa yako. So na hii peer to peer inamaanisha ni mtu kwa mtu. Kwa hiyo unamfuata mtu, unamlipa pesa za Tanzania, then anakukabidhi Bitcoin zako. Hii ni nzuri na ni salama kwa sababu peer to peer inafanyika sana sana mtandaoni. Kwa hiyo unaweza kutumia mitandao kama Binance au OKX au Paxful, na ni salama pia kwa sababu kuna kitu kinaitwa escrow. So unamlipa mtu pesa, lakini zile Bitcoin zinakuwa zimeshikiliwa kwenye escrow. Kwa hiyo the moment umelipa pesa yako ndio the moment ambayo zile Bitcoin zinakuwa zinaachiliwa kutoka kwenye hiyo escrow. So kwa njia hii unaweza ukalipia kwa M-Pesa, unaweza ukalipia kwa Tigo Pesa, unaweza ukalipia kwa Airtel Money, then unapata Bitcoin zako kwenye wallet yako moja kwa moja. Kwa hiyo unapokuwa unatumia mitandao kama Binance, ni muhimu sana kuangalia reviews, kwa sababu kuna wauzaji ambao ni wazuri na kuna wauzaji ambao ni wabaya. So ili kuepuka kutapeliwa, kuangalia reviews na ratings za mtu ni muhimu sana. Njia ya pili ya kununua Bitcoin ukiachana na peer to peer ni kununua moja kwa moja kutoka kwenye exchange. Nadhani tumeongelea kwamba kwenye Binance kuna peer to peer, lakini ukiachana na hiyo unaweza ukanunua moja kwa moja kutoka kwenye Binance. So Binance wenyewe huwa wanauza hizi cryptocurrencies. Kwa hiyo hii ni rahisi. So unaweza ukaweka pesa moja kwa moja kwenye M-Pesa yako au Tigo Pesa yako, au kama una kadi ya benki unaweza ukaenda kwenye Binance pale ukajisajili, kisha ukanunua crypto kupitia kadi, na Binance wao wenyewe wakadeposit zile crypto au Bitcoin ambazo umezinunua moja kwa moja kwenye wallet yako, ambayo itakuwa humo ndani ya platform hiyo ya Binance. Na sio Binance tu, ukiachana na Binance kuna platforms nyingi pia ambazo unaweza ukaenda moja kwa moja ukanunua kwa M-Pesa au kwa kadi straight from the platform. Faida ya hii njia ni usalama, kwa sababu unakuwa tena haununui kwa mtu, unanunua moja kwa moja kutoka kwenye platform, na pia unakuwa unapata bei halisi ya soko kwa sababu unakuwa umenunua straight from the platform au hizi exchange kama Binance ambazo zilizozitaja. Changamoto yake ni kwamba hizi platforms zinakuwa zina charge percentage au ada kwenye kununua. Kwa mfano, unakuwa unanunua kupitia kadi, inamaanisha wale mawakala wa kadi, let's say Visa au Mastercard ambao unakuwa umetumia, wanakuwa wana charge percentage yao ya kuprocess ile transaction ya wewe kuweza kununua hizo crypto. Lakini pia hizi platform na exchange pia na zenyewe zinakuwa zina charge percent yao. So gharama kidogo inaweza ikaongezeka kupitia hizi fees mbalimbali ambazo unakuwa charged. Njia ya tatu ya kununua Bitcoin au kununua hizo cryptocurrency, na hii ni nzuri sana kwa wale watu ambao hawataki kwenda kujiandikisha kwenye hizi platforms au exchange kama Binance ambao nimeitaja, ni kununua moja kwa moja kupitia kwa mawakala wa Bitcoin ambao wapo hapa Tanzania. Hao mawakala wengi nadhani ushawahi kuwasikia, na kwa kitaalamu wanaitwa OTC, yani over the counter agencies. Kwa hiyo unaenda pale moja kwa moja, unalipia cash yako, either kama una cash au una M-Pesa, unamlipa pale pale, anakuwa anakutumia hapo hapo, then unaondoka na Bitcoin zako. Nadhani watu wengi poa mshawahi kuwasikia au mshawahi kuona matangazo ya watu kwamba naweza nikuuzia Bitcoin na ndani ya dakika 2 unakuwa umepata Bitcoin zako. Hii njia ni rahisi na haraka, lakini inabidi uwe makini sana kwa sababu inabidi uende kwa wakala ambaye unamfahamu na ni mwaminifu, sababu kuna mawakala wengi sana ambao sio waaminifu. Kwa hiyo pia unaweza ukapoteza pesa yako au ukapoteza Bitcoin zako just kwa kwenda kwa wakala ambaye haaminiki. So mimi binafsi natumia wakala wangu ambaye anajulikana kwa CryptoPesa, na so far tangu nimeanza kununua na nimeanza kutrade na wakala sijawahi kupata changamoto yoyote. So nyie pia naweza nikawa recommend kwamba naweza mkatumia CryptoPesa kununua Bitcoin zenu, na nitaweka details zake chini hapa kwenye link. So kama unahitaji
any bitcoins, unaweza ukamcheki wakala na akakuuzia, ukamtumia pesa akatumia bitcoin zako kwa uaminifu wote 100%. Njia 4 ya kununua bitcoin, nadhani pia hii watu wengi sana hawaijui, lakini ipo. Ni kununua moja kwa moja kutoka kwa watu ambao wanakuepogi kwenye magroup ya crypto. Kuna kuwaga na magroup sana kwenye WhatsApp au kwenye Telegram ambao unaweza kaingia ukakutana na watu ambao kila mtu kaeka rate yake ambao anauza au kununua pia. So ukienda kwenye hao magroup inakuwa rahisi kwako wewe kununua moja kwa moja kutoka kwa watu ambao wapo kwenye hayo magroup. Unaweza kwenda tu kwenye group pale ukajiunga na hilo group, let's say ukatype jamani mimi nahitaji bitcoin 3, and then wauzaji pale wana line up, kila mtu anakuja na rate yake, then unachagua rate ambayo unaipenda na unalipia, kisha unatumia bitcoin zako. Hii ni njia rahisi sana, lakini changamoto yake ni kwamba lazima umjue mtu vizuri. Huwezi tu kaenda kununua kwa mtu directly ambaye umjui au hana reputation nzuri. Ukifanya hivyo basi unaweza ukatapeliwa na kupoteza pesa zako na bitcoin zako pia. Kama ukutana na mtu kwenye hizi platform hujawahi kufanya naye biashara au kumwamini, ni vyema ukatumia escrow au ukatumia ile njia ambayo niliongelea mwanzo, njia ya P2P kupitia exchanges, hizi platforms kama Binance au Paxful au Remitano, zote hizi zina offer P2P. Njia ya 5 ya kununua bitcoin, hii unaweza kununua moja kwa moja kwa kutumia kadi yako ya benki kutoka kwenye platforms ambazo zinauza bitcoin directly kwa mteja, na hizo platform ni kama vile MoonPay, Paxful au Simplex. Na hii njia ni rahisi sana kwa watu ambao wanatumia kadi lakini hawataki kwenda kununua moja kwa moja kutoka kwa mawakala ambao wapo tayari hapa Tanzania. Changamoto ya njia ni kwamba tu kuna ada kubwa pale unapokuwa unanunua hizi bitcoin kutumia kadi, lakini faida yake ni kwamba unaweza kununua kwa haraka na kuzipata hapo hapo bitcoin zako. So inasaidia sana kwenye kusave muda, lakini pia kwenye uaminifu, kwa sababu hizi platforms mara nyingi huwa ni kampuni kubwa ambazo zina uaminifu mkubwa ukilinganisha na kununua direct kutoka kwa mtu mwingine. Sasa ushajua njia 5 za kununua bitcoin kwa Tanzania, na swali ni wewe mwenyewe sasa inabidi uamue kwamba utaanza na njia gani. So kama umefurahia hii video na imekusaidia, naomba ulike, usubscribe kwenye channel yetu, kwa sababu kila wiki tutakuwa tunatoa mafunzo mbalimbali ya bitcoin, crypto na jinsi gani unaweza kupata fedha au kupata utajiri kupitia hizi sarafu za mitandaoni. Tune in next week again. Tutakuwa na video nyingine kama hii ambayo itatoa elimu kuhusiana na dunia ya crypto. So until next week, bye.